Kama nilivyosema wakati wa kampeni za uchaguzi ule, serikali za mitaa zina umuhimu mkubwa sana, na nawaomba nafasi zenu mkazitumie kwa ukubwa huo, wale mliochaguliwa. Tuachane na yale ya nyuma. Wewe ukishakuwa mwenyekiti wa kijiji, si mjumbe wa mtaa, nani wewe, big boss, hushikiki, na kazi ni kuangalia rasilimali ziko wapi. Tuachane. Sisi ni watumishi wa wananchi, tukazitumikie nafasi zetu kuwatumikia wananchi. Napongeza pia kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu mkubwa, na niungane nanyi kuwashukuru sana wadhamini wetu na kamati ya maandalizi na wote waliotusaidia kukamilisha mkutano huu. Wadhamini wetu, asanteni sana. Vile vile niwapongeze kwa kuchagua kauli mbiu inayoendana na muktadha wa mkutano huu, inayosema shiriki uchaguzi mkuu, muktadha wa wakati huu unaosema shiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa maendeleo endelevu. Ndugu zangu, nimeyasikia maelezo ya kina ya mwenyekiti wa ALAT Taifa kuhusu shughuli za ALAT, na nawapongeza sana kwa kazi mnazoendelea kufanya, ikiwemo kuimarisha upashanaji wa habari na kujenga uwezo wa watendaji wa halmashauri. Lakini pia nitambue mchango wenu mkubwa kwenye uanzishwaji wa jumuiya ya serikali za mitaa ya kule Zanzibar, yani ZALGA. Lakini niwapongeze pia kwa kujiunga kwenye jumuiya za kikanda. Hongereni sana. Kwa upekee niipongeze wizara ikisimamiwa na Mheshimiwa Waziri kwa kusimamia shughuli zote zilizofanywa na serikali za local government huko, serikali za mitaa. Na kushukuruni sana na hongereni sana wizara. Yote hayo sio tu ni sehemu ya kuimarisha utendaji kazi wa mamlaka za serikali za mitaa, bali pia ni kuimarisha utawala bora na vile vile ni kuimarisha ALAT yenyewe. Hongereni sana. Ndugu zangu, ni wazi kwamba kufanikiwa kwa mipango ya serikali au serikali kuu inategemea sana ushirikiano kutoka mamlaka za serikali za mitaa. Kiasi kikubwa cha fedha kimeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo na miradi ya kuimarisha ustawi wa jamii katika maeneo mbalimbali kule mnakotoka. Miradi hiyo imechochea maendeleo na kuboresha hali ya utoaji huduma za kijamii na kiuchumi kwa wananchi wetu. Ndio maana mara zote nimekuwa nikisisitiza uwajibikaji na ufanisi katika halmashauri, kwani huko ndiko waliko wananchi wengi na ndiko tulikoelekeza miradi mingi ya maendeleo, na tutaendelea kutegemea ushirikiano wenu katika kuhakikisha kwamba kazi kubwa inayofanywa inaleta matokeo yaliyokusudiwa na kuimarisha ustawi wa wananchi. Sasa katika kufanya hivi, ili haya yatimie, kuna mazuri na machungu yake. Mnajua kwamba katika kipindi cha miaka mitatu hiki nimekuwa nikitoa mikeka mingi ya mabadiliko kwenye serikali za mitaa, kazi ya mkoa, wilaya, halmashauri, huko mingi tu, na si kwa raha au kwa kupenda, ila kwa kutafuta cream wale watakaosimama na serikali kufanya kazi serikali iliyokusudiwa. Sasa nataka kusema kwamba kama maxi ni 100, tuko kwenye 85. Tumeshanyooka. Tumebakia 25. Tutakwenda kunyoshana polepole mpaka wote tusimame njia hiyo. Ndugu mwenyekiti na wajumbe, mwaka 2021 nilipozungumza nanyi ilikuwa takriban miezi 6 tu tangu nishike hatamu ya uongozi wa nchi yetu. Nilitumia mkutano ule kuainisha mipango ya serikali kwa wananchi walioko kwenye halmashauri zenu. Niliahidi kujenga jumla ya madarasa 15,000, vituo vya kutolea huduma za afya kwenye tarafa 250, na niliahidi kuongeza kasi ya upatikanaji wa maji safi na salama
na ujenzi wa barabara vijijini. Niliahidi pia kurejesha baadhi ya vyanzo vya mapato vya halmashauri vilivyokuwa vimechukuliwa serikali kuu. Sasa ni wajibu wangu kuwarudishia mrejesho wa ahadi zile nilizozifanya. Lakini kwa bahati nzuri, nilipopita kwenye mabanda maonyesho kabla sijaingia hapa, majawabu yote niliyakuta kwenye mabodi na wakurugenzi walinieleza yaliyofanyika. Kwa hiyo nadhani nisiwapotezee muda kusema nilifanya. Lakini niwaambie tu kwamba kwenye elimu, mbali na madarasa 15,000 tumejenga vyuo vya VETA katika wilaya 64, kazi inaendelea. Lakini kuna vingine 25 vilikuwa kabla, na kila mkoa kina chuo kikubwa cha mafunzo ya VETA na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini kwa upande wa afya, kazi iliyofanyika mnaijua. Lakini pamoja na majengo, amesema mwenyekiti wa ALAT, kuna vifaa vya kisasa sana kwenye mahospitali yetu katika ngazi zote. Lakini pia tumepunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa madawa. Sasa supply ya madawa inakwenda vizuri, na kwamba referral zile za maradhi na Benjamin Mkapa zinaishia hospitali za mikoa, kwa sababu vifaa vyote, utaalamu wote, watumishi, kila kitu kiko kule. Lakini juu ya hivyo, magari ya kuhamisha wagonjwa kutoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine. Sikujua kuna screen inaonyesha yaliyotekelezwa. Sasa yule mwenye nani, kuwa makini basi nikisema uweze kuweka hizo yaliyotekelezwa. Wanasema usipojisemea mwenyewe hakuna atakaye kusemea, sio? Asante. Watoto wangu wa vyuo vikuu wanasema mama asemewe, na wao nimesimama kunisemea. Kabisa. Tukiacha sekta ya afya, sekta ya maji, wakati ule kwenye maji tulikuwa 70% vijijini, lakini 84% mijini. Na kwa sasa mpaka juzi napofungua mradi wa Same Mwanga, vijijini tumetimiza 83%, na lengo tulilopewa ni 85%. Na kwenye miji tumefika 90%, tumebakisha 5. Kuna miradi zaidi ya 1000 maeneo mbalimbali. Tunapofika mwezi wa 10 miradi mingi itakuwa imemalizika, tutafika kwenye agizo tulilopewa na ilani ya uchaguzi. Kwenye ujenzi wa barabara za vijijini, tumejengea TARURA uwezo wa kibajeti na kwa rasilimali watu pia, na hivyo kuiwezesha kufanya kazi zake kwa ufanisi. Tumejenga barabara mpya za lami, lakini tumefungua wilaya nyingi kwa barabara zinazopitika misimu yote. Natambua bado kazi ipo ya ujenzi wa barabara. Kila unapokwenda unadaiwa lami. Na ndio raha ya maendeleo. Ukionja maendeleo, unataka maendeleo yaendelee kusambaa. Lakini nataka niwape jambo la faraja, kama alivyosema mmoja wetu hapa. Nililikuta kwenye maonyesho. CRDB tumefungua nao Samia Bond kwa ajili ya fedha za miundombinu, hasa barabara. Bondi ile tulipoifungua tulikusudia kukusanya bilioni 150. Kwa bahati nzuri tumekusanya bilioni 300, na hii ni kuhakikisha kwamba sasa TARURA hawendi kukwama kwenye utekelezaji wa ujenzi wa barabara kule vijijini. Barabara zitakwenda kujengwa kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa kurejesha baadhi ya vyanzo vya mapato kwa halmashauri, tayari tumerejesha makusanyo ya mabango, yamerudi kwenu halmashauri. Lakini pia halmashauri za serikali za mitaa zimekurudishiwa ukusanyaji wa kodi ya majengo, nyumba zile,
mtakusanya wenyewe, lakini pia na mabango. Lakini hapa nataka kutoa indhari moja. Kodi hizi zilikuwa zinakusanywa na serikali za mitaa, zikachukuliwa na serikali kuu. Sasa zilichukuliwa na serikali kuu kutokana na sababu za ubadhirifu na kuto kufanya vizuri. Sasa tumezirejesha kwenu, tunataka zile sababu zilizofanya mpokonywe sasa mziondoshe. Acheni ubadhirifu, na nadhani kwenye ubadhirifu tutaweza kucontrol, kwa sababu sasa ni kukusanya mifumo. Badili ya koko wetu na kudai bango lako le pale lete zinaingia mfukoni, hapana. Sasa aliyeweka bango akalipe kwenye mfumo, fedha ingie moja kwa moja. Kwa hiyo tumewarudishia, na hivi ni vyanzo ambavyo vitaweka ukusanyaji wa mapato kule kwenu. Kwa hivyo ndugu zangu, mtakubaliana nami kwamba mambo mengi yamefanyika, lakini suala la umeme kwa wakati ule hatukuliweka kama ni huduma za jamii, lakini jinsi tunavyokwenda tumeona umeme ni huduma za jamii, na mpaka tulipofika tayari vijiji vyote Tanzania tumeshaweka umeme, na sasa tunafanya usambazaji kwenye vitongoji, na vitongoji kadhaa tayari vimeshaguswa. Imani yetu kwamba baada ya miaka 2 mitatu hata Tanzania yote itakuwa inawaka umeme. Tuna shida ya kukatika kwa umeme. Kazi ni hiyo mnaona. Tunajenga njia mpya za kusafirisha umeme, tunajenga stations za kupoza umeme ili kufanya umeme utulie, kwa sababu umeme upo kwa wingi. Bwawa limekamilika, linazalisha sasa hivi megawatts karibu 3000. Umeme upo kwa wingi, linazalisha karibu megawatts 2000. 1000 nazo zilikuwepo kabla. Kwa hiyo kwa Tanzania sasa tuna 3000 kama na 600. Umeme upo kwa wingi, lakini mgao kuupeleka umeme ndio tatizo. Hiyo kazi tunaifanya kwa nguvu zote ili Tanzania yote wapate umeme wa uhakika. Ndugu zangu, niliyoahidi nimeyatimiza. Nitumie fursa hii kuzishukuru mamlaka za serikali za mitaa kwa ushirikiano mkubwa mlioutoa kwa serikali kuu katika kusimamia kazi hizi ambazo zimefanyika. Kama nilivyosema, nyinyi ndio moyo wa serikali kuu. Fedha inayokuja kule, wasimamizi ni nyie, na nyinyi ndio mnasimamia maendeleo kule. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, pamoja na ahadi nilizozitoa nilipozungumza nanyi mwaka ule 21, niliainisha pia changamoto za kufanyiwa kazi. Miongoni mwa changamoto hizo, kwanza ilikuwa ni usimamizi madhubuti wa mapato kwa kutumia mifumo ya tehama. Lakini la pili ilikuwa kuwachukulia hatua maafisa wabadhirifu, na ndio ile nilisema mikeka na kuchuja wabadhirifu, wazembe, wanani wote tumechuja, tuko 85%. Lakini pia tulisema mipango ya halmashauri izingatie vipaumbele vilivyoko katika dira ya taifa, na nadhani kwa sababu tunakwenda kumaliza dira, halmashauri zimefanya hivyo. Lakini mmetoa maoni vizuri kwenye dira yetu mpya inayotoka 2025 hadi kule 50. Mmetoa maoni vizuri kwa mipango yenu, iende ikaangalie maoni mlioyatoa kwenye dira mpya ambayo karibu tutaizindua. Lakini jengine tulisema halmashauri kutenga siku maalum kusikiliza kero za wananchi. Hapo bado tunasuasua, hatujafanya vizuri sana, bado tunasuasua. Lakini hata hivyo nafarijika kwamba halmashauri nyingi ziko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji na chache ndizo bado zinasuasua. Lakini naamini wote tunatambua umuhimu na uhalali wa maelezo yale, na mtaongeza kasi katika utekelezaji. Ndugu zangu, changamoto zinazobidi kufanyiwa kazi zaidi. Hizi changamoto zilikuwa za mwaka ule ambao tulizungumza, tumezifanyia kazi, lakini bado kuna changamoto zinahitaji kufanyiwa kazi zaidi. Sasa niseme, pamoja na mafanikio ya utekelezaji wote ule, kupitia ziara zangu mikoani
na mrejesho unaopata kutoka kwa wananchi kwa kutumia njia mbalimbali, bado zipo changamoto ambazo Mungu akitupa uhai inafaa tushirikiane kuzifanyia kazi kwa juhudi zaidi. Kwa hapa nitagusia changamoto 3 kubwa. Ya kwanza, umakini zaidi kwenye ukusanyaji wa mapato na matumizi. Amesema waziri hapa kwamba bado hadi leo kuna watu, mbali na mifumo halali iliyowekwa na serikali ya kukusanya fedha kwenye halmashauri yetu au halmashauri zetu, kuna mifumo ya pembeni inaundwa inakusanya fedha hivyo hivyo, na fedha zile badala ya kuingia kwenye mfumo halali naingia mifumo ya watu binafsi. Waziri na wakurugenzi, na wataka muwe macho kwenye hili, muwe macho kwenye hili, kwa sababu fedha hii itakapokusanywa yote ikaingia kwenye mifumo halali, hizi kelele tunazopiga ndogo ndogo hazitakuwepo. Tutakuwa na fedha ya kutosha ya kufanya shughuli zetu za maendeleo. Lakini tukiachia zikienda mikono mingine, maendeleo yetu yanakwenda kuzorota, na muda wote halmashauri zinadai fedha serikali kuu, wakati fedha iko kule na inaachiwa inapeperuka. Mheshimiwa Waziri, kama mmewabaini hawa watu, tafadhali sana, le jicho lako la huruma hapa hapana. Lakini wengine kama alivyosema wamethubutu kuja na risiti, lugha siku hizi risiti feki, lakini ni risiti za udanganyifu, sio risiti halisi. Huko anakusanya mapato lakini kwa risiti zisizo halisi. Au kama mwagundua, waziri, hapa sina mswalie mtume, ukishindwa kuwachukulia hatua hawa, takuja kukuita nikuuliza umefanya nini. Ukufanya kitu, mimi nafanya kwa wao na wewe, wao ambao umewasamehe na wewe uliyesamehe. Ndugu zangu, niwapongeze halmashauri, kwa kweli mnapaswa kupongezwa kwa kuongeza ukusanyaji wa mapato. Lakini muono wangu ni kwamba mnaweza mkafanya vizuri zaidi ya hapa mlipofika. Kama kuna fedha bado hazikusanywi, zinakusanywa kwa risiti feki, zinakusanywa kwa mifumo ya pembeni, mkiziba huko na mengineyo, mnaweza mkakusanya vizuri zaidi. Kwa nendeni kajipangeni, tukusanye vizuri zaidi. Aidha, udhibiti wa udokozi wa matumizi mabaya nao umeendelea kupungua. Hongereni, sio kuondoka bali kupungua, unaendelea kupungua. Kwenye taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu alizokuja kunipa juzi hapa, ameona hakuna matokeo ya kutoa hati mbaya kwa serikali za mitaa, lakini bado ameona kuna vijikasoro ambavyo mtavisikia kesho kutwa atakapokuja kuwasilisha taarifa yake. Kwa niseme bado tumefanya vizuri, hongereni sana, lakini bado tuongeze juhudi ya kufanya vizuri zaidi. Pamoja na mafanikio hayo, tunatakiwa kushughulikia suala la matumizi ya tehama. Na nimefurahi sana nilipopita mabanda ya maonyesho, ndugu yangu yule Kitali alinionyesha mifumo inayotumika ndani ya TAMISEMI. Amenionyesha jinsi TAMISEMI inavyosomana na taasisi nyingine. Amenionyesha jinsi mnavyofuatilia matumizi ya rasilimali sasa hivi. Kwenye mitandao unajua halmashauri gani imepewa kiasi gani, zipi zimekwenda kutumika wapi, zipi zimebaki, nani kalipwa nini. Hilo limenipa faraja sana. Na nataka msimamie mifumo hiyo ili kazi hiyo itendeke kwa uadilifu, na fedha za serikali, ile value for money ya miradi tunaoleta huko ionekane, fedha itumike vile ilivyotarajiwa. Na washukuru sana na wapongeza kwa hili mlilolifanya. Lakini pamoja na vyanzo tulivyo navyo, nitoe rai kwenu kubuni vyanzo vipya. Mbuni vyanzo vipya vya mapato na msimamie ipasavyo makusanyo, hususan maeneo ya majiji na miji midogo ambapo naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Vile vile ni kuombeni viongozi wa ALAT, suala la matumizi mabaya ya fedha za umma na ulegevu kwenye makusanyo ya mapato,
fikishieni, yani vishikieni bango, simamieni. Mmesimamia mengine vizuri kama mwenyekiti ulivyosema, hili nalo linataka kusimamiwa vizuri. Jambo la pili tunalopaswa kulifanyia kazi ni usimamizi wa sheria na sheria ndogo katika maeneo yetu. Tunatunga sheria katika maeneo yetu, sheria mbalimbali, tumepewa wajibu huo kisheria, lakini kwenye usimamizi tunakuwa wadhaifu sana. Mengi yanayotokea ni kwa sababu hakuna usimamizi wa sheria hizo. Kwa mfano, kuna sheria kwamba mtu anapotaka kujenga, iwe makazi au makazi na biashara au biashara, lazima aende halmashauri apate kibali, apeleke ramani, apeleke anachotaka kufanya, anapewa kibali, na baada ya kupita kwenye bodi sijui za wa engineer na nani anapewa kibali. Lakini kibali kikishatoka, mtu yule anakwenda kujenga anavyotaka yeye. Anageuza kabisa kile kibali, ruhusa aliyopewa kwenye kibali, anajenga kitu kingine kabisa. Lakini halmashauri kuna wanani wanaitwa hawa? Maengineer mnawaita wanani? Wahandisi. Kuna wahandisi, kuna wasimamizi, kuna nani, na kazi yao ni kuzunguka kwenye maeneo yao kuona kama vibali vilivyotolewa vinatekelezwa kama vilivyotoka. Hapana. Kuna majumba yanajengwa ajabu. Mfano mzuri eneo la Kariakoo. Halmashauri kule, iwe ya jiji la Dar es Salaam au halmashauri nyingine, wanatoa vibali. Mtu akisha kukipata kibali, anakwenda kujenga nyumba aliyopewa kibali, lakini na rumbesa juu. Rumbesa zimeacha sasa kwa za mazao ya kilimo, zinakwenda kwenye ujenzi. Unaona kabisa nyumba imejengwa, lakini ina kishubaka kimeongezwa juu. Kwa hiyo ndugu zangu, twendeni tukasimamieni sheria zetu. Wakati mwingine sheria zinavunjwa na sisi wenyewe. Sisi wenyewe watunga sheria. Unaingia kwenye biashara, unaingia kwenye ujenzi, wewe mwenyewe unavunja sheria mlizozitunga. Hili twendeni tukalisimamie kwa dhati kabisa na tulifanyie kazi. Mamlaka za kutengeneza sheria, yani kama nilivyosema, kama mlivyokasimiwa, nendeni mkazisimamie. Haipendezi kuona kwamba mmepewa mamlaka haya kwa heshima kabisa, lakini kazi haifanyiki vizuri. Jambo la tatu ni swala la uwekezaji. Huko nyuma tuliambizana kwamba kila halmashauri, at least wilaya na halmashauri zake, kutenga maeneo ya uwekezaji. Nadhani yametengwa. Maeneo mengine yametengwa, maeneo mengine hayakutengwa, lakini kuna maeneo ambayo yametengwa. Sasa baada ya kutengwa, matumizi ya maeneo yale, je, yanasimamiwa kubaki kwamba ya uwekezaji, au baada ya kuona wawekezaji hawaji, maeneo yamegeuziwa matumizi? Nataka kuambia kwamba sasa hivi nchi yetu imefunguka. Tanzania imefunguka. Biashara imefunguka. Uwekezaji umefunguka. Maeneo haya ni maeneo mali kwenye maeneo yenu. Sasa mwekezaji anapofika Tanzania, anakwenda TIC kutafuta vibali. Akisha kupata vibali, kinachofuata ni ardhi. Ardhi iko wapi? Na inategemea mradi gani anataka. Inawezekana mradi anataka kuwekeza uko kwenye eneo lako. Tunadhani halmashauri au wilaya itatuambia kuna eneo kadhaa ardhi iko wazi, mwekezaji huyu aje kuwekeza. Haitokei hivyo. Mwekezaji anapata vibali vyote, inamchukua miezi 6-7, anazunguka kutafuta eneo la uwekezaji, ardhi ya uwekezaji. Amekuja na pesa yake, amekuja na hamu yake ya kuwekeza Tanzania, lakini inapokuja kwenye ardhi hatuna maeneo. Ndugu zangu, hilo moja. Lakini pia la pili, uwekezaji hautoki tu nje, unafanywa pia ndani. Kwa hiyo tuhamasishe wawekezaji wetu wa ndani. Kuna watu wana biashara vyao, wana visenti vyao, wanataka kuwekeza ndani ya maeneo yao, lakini tunaweka vigingi. Tunamzungusha mtu, kama hajatoa kitu hapati kitu. Sasa niwaombe sana, maendeleo hayako hivyo. Tukirahisisha na tukiwapa watu njia za urahisi wa kuwekeza, na tutakapofanya
kwamba huduma zote za vibali vya uwekezaji vipatikane ndani ya nyumba moja, inakuwa rahisi zaidi na inakuwa hamna kukwepana zaidi, hasa kwa sababu sasa tunatumia tehama. Ni rahisi kusomana, huku kwenye ardhi kasema nini, je huku kwenye engineering kasema nini, huku kasema nini, na wewe kwa mtiririko wa sheria na kanuni zako unasema nini. Ni rahisi sana, na kwa bahati njema tunawajengea majengo mengi mapya ya halmashauri yenye huduma zote na vifaa vyote vya kufanyia kazi. Sasa hakuna sababu kwa nini wananchi wakose huduma, kwa nini wawekezaji wazungushwe, kwa nini? Hakuna sababu. Kwa niwaombe sana ndugu zangu, kwenye eneo la uwekezaji ongezeni nguvu ili muongeze mapato kwenu, lakini na serikali ipate na maendeleo yapate kuwa endelevu, yaendelee. Tufanye hivyo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa upande wetu serikali kuu tumejitahidi sana kuvutia wawekezaji, lakini tunakuwa vigingi huko tukifika kwenye maeneo ya ardhi na maeneo mengine madogo madogo. Lakini jengine ni kuhakikisha kwamba halmashauri zinazingatia utawala wa sheria pale zinapotaka kuchukua hatua kwa mwekezaji. Tuna kesi ambazo uko aidha mkuu wa wilaya au mtendaji wa halmashauri anaamua tu, inawezekana kweli mtendaji mwekezaji kafanya kosa, unaamua tu kwa mabavu, kuanzia sasa umradi umefutwa na hivi na hivi na hivi, bila kujali kwamba huyu mtu kaingia mikataba na serikali. Mnapowafanyia hivyo, wala habishani na wewe, ataomba mara ya kwanza, mara ya pili, anapanda kwenye mahakama za kidunia. Ndio mkataba wetu unavyosema, tukikerana, tukikosea, tupelekeni mahakama za kidunia. Akienda kila kitu kipo, tunalipa fedha nyingi ndugu zangu, fedha nyingi za kushtakiwa huko nje, wanapata haki, tunalipa fedha nyingi. Sasa jiepusheni na hilo. Mnapotaka kumkosoa, kumchukulia hatua mwekezaji, hebu fuateni taratibu za kisheria zilizopo, lakini pia msiache kuzungumza na mamlaka ya uwekezaji Tanzania ili muone nini mnaweza kufanya kwa mwekezaji wa aina hiyo ambaye amekuharibia kwenye eneo lako. Tufuate sheria, lakini pia kumshirikisha mwanasheria mkuu wa serikali nalo ni jambo jema sana. Niwaombe sana tupunguzieni mzigo wa kulipa fidia kwa wale wanaokwenda kutushtaki, na pesa ile itumike kwa mambo mengine. Swala jingine ninalotaka kuongea nanyi leo ni kuongeza ubunifu katika utendaji wa halmashauri katika kuvutia, kuchochea uwekezaji zaidi au maendeleo ya maeneo yenu. Na hapa nataka niseme, nilipokuwa kwenye maonyesho, nimekwenda kwenye mabanda halmashauri 3. Nadhani halmashauri ya kwanza ilikuwa Ludewa. Ludewa nadhani ndio halmashauri ya kwanza. Na wao Ludewa wamekuwa wabunifu. Ngoja nione kwenye notes zangu, nimenote pahali, lakini nimefurahishwa sana. Halmashauri ya Ludewa, halmashauri ya Tanganyika na halmashauri ya Kwimba. Moja, nadhani Ludewa walilipwa fedha za fidia kutokana na mwekezaji anayekwenda kwenye machimbo yale ya mkaa wa mawe na chuma. Fidia ile ilivyolipwa kwa wananchi, mabilioni kadhaa, walichofanya wamegawa zile fedha. Kuna fedha zimeingia mikononi kwa wananchi, kuna fedha wamefanya shughuli zao za maendeleo, kuna fedha wamekata bima ya afya kwa wananchi wote wa eneo lile. Huo ni ubunifu mkubwa sana. Sasa huku hakutakuwa na kilio, mimi nimekwenda hospitali sikupata huduma, ana bima yake. Kila mwananchi wa kule ana bima yake. Huo ubunifu mmoja. Lakini watu wa Kwimba wao wameitumia vizuri NeST. Wameitumia vizuri kwenye uwekezaji, kwenye kutoa tenda, kwenye kutoa ajira, kwenye kutoa nini. Wamekaa wamebuni kitu ambacho kimewasaidia kwenye utendaji wao vizuri sana. Wale wengine wa Tanganyika wana msitu, wanauza carbon credit, wanauza hewa ukaa. Fedha wanayoipata, hata kama
kama serikali haturidhiki na wanacholipwa, bado tunafanyia kazi, wanaweza kulipwa kitu kikubwa zaidi kuliko wanachopata sasa hivi. Na wanamsitu zaidi, nimeshtuka na naambia mkurugenzi kuna ekari 600 nyingine wanataka kuzitumbukiza hivyo. Kwa hapa nitoe, ofisi ya makamu wa rais haipo, lakini watanisikia kwenda kulisimamia hili, hasa kile kitengo cha carbon credit, kuhakikisha eneo lile, wilaya Tanganyika inapata fedha wanayopaswa kupata kwenye uuzaji wa carbon credit. Hawa wanaouza na kuuza sasa hivi wanatupunja sana sana. Kwa hiyo Tanganyika, kabla hamkuendelea, subirini serikali kuu iwasaidie jinsi ya kupata pesa hiyo. Lakini wameitumia pesa wanayopata kutokana na mauzo hayo. Wamejenga shule, wamejenga vituo vya afya, wamefanya masuala ya maji, wameajiri walimu na watumishi wa afya wenyewe kutokana na fedha hiyo. Sasa kule tulikotoka kule miaka 7-6 nyuma, hiyo fedha watu wangepiga kigeregere. Wangedanganywa wananchi wakapewa kiduchu, hiyo fedha ikaingia mifukoni kwa watu. Lakini kile walichokifanya, na zisalute zile halmashauri 3 kwa ubunifu mzuri waliofanya. Nimetoa mifano hii na wengine mkaangalie kwenu kuna nini na msimamie vizuri. Tanzania hii imejaa madini, imejaa rasilimali za kila aina. Kama tutazisimamia vizuri kama halmashauri, tukapata fedha kama walivyopata hawa, tutasaidia serikali kuu kuleta maendeleo kwenye maeneo yenu, badala ya kila mwaka bajeti kwa bilioni kupeleka serikali kuu, na serikali kuu kutafuta sasa vyanzo viko wapi na nini na kupeleka huko kuondosha shida za wananchi. Nendeni kasimamieni ubunifu na usimamizi wa matumizi ya rasilimali hizo. Ndugu zangu, dunia inabadilika, nasi lazima tubadilike. Nimesikiliza risala ya mwenyekiti, lakini na waziri pia. Mwenyekiti, tunakushukuru kwa maneno mazuri kwa serikali, na waziri nakushukuru na nakupongeza kwa zile quotations. Maana leo hapa umetupiga quotations kama 7 sijui nani, Adam Smith sijui Churchill sijui Indira Gandhi sijui nani, lakini zote zinatuambia kitu, zinatufundisha kitu. Kwa nakushukuru kwa research nzuri ambayo umeifanya. Kwa hiyo baada ya shukrani hizo, niseme kwamba yale yote mazuri mlioyasema yametekelezwa na serikali hii. Yale yote mazuri mlioyasimamia yatokee kule kwenye maeneo yenu. Ile ndiyo turufu yetu kwenye uchaguzi unaokuja. Ndiyo turufu yetu kwenye uchaguzi unaokuja. Nendeni kayasemeni, kawaambieni watu kule. Kama bado kuna watu wana wasiwasi kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi, waambie chama kimeweza kufanya hivi, kilileta ilani hii na serikali yake imetekeleza yote haya. Kwa nendeni kawaambieni watu, ili ile turufu ikatupe matunda, mavuno katika kura. Jambo la pili ni kuhusu ombi nilipenyezewa pembeni. Hapa nitazungumza la waziri kwenye mishahara ya madedi na posho ya madiwani. Tuachieni tuifanyie kazi. Tuachieni tufanyie kazi. Wanasema mcheza kwao ufanyaje? Sasa ngoja tukaangalie mfuko wa matunzo, kama upo tutatunza, kama haupo tutarambishana. Sasa baada ya kusema hayo, maelekezo mahsusi kwa ALAT, muendelee kusimamia watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa ili watoe huduma bora ambazo zinakidhi mahitaji ya wananchi. Tuwapokee, kuwasikiliza na kuwahudumia wananchi kwa weledi, hekima na busara.
Lakini la pili, imarisheni mifumo ya kitaasisi na uwezo wa viongozi na watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa kushughulikia kero na malalamiko ya wananchi kwa wakati. Hawa wananchi, ndugu zangu, ndo waajiri wetu. Ndo waajiri wetu. Leo hii wakisema hamjatufanyia mema, ondokeni, sitaondoka peke yangu, tutaondoka wengi hapa humu ndani ya ukumbi. Sasa ili tubaki, twendeni tukawafanyieni kazi. Tukawafanyieni kazi, waridhike, waendelee kutuweka. Sawa ndugu zangu? Migogoro ya ardhi ndiyo donda sugu kwenye maeneo yetu. Na mengine tunaisababisha sisi viongozi. Sasa nendeni kasimamieni. Rekebisheni, toweni suluhisho katika migogoro ya ardhi. Migogoro hii inaua watu, migogoro inaleta uhasama, migogoro ina madhara mengi sana. Sasa kwanza viongozi tusijiingize kwenye migogoro ya ardhi, lakini pili tukasimame kwenye haki, mwenye haki apate, aso haki ambiwe huna haki. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo ni ombi lenu la pili, na nayaomba haya na Mungu ananisikia kwamba nawaelekeza. Sasa anayekwenda kukiuka yeye na Mungu, sio yeye na mimi. Mimi la mwisho ni mkeka. Adhabu ya Mungu anaijua yeye, mimi sijui. La tatu, hakikisheni kwa mipango mbalimbali inayoandaliwa inaendana kama nilivyosema na dira yetu ya maendeleo. La nne, ongezeni juhudi katika kubuni vyanzo vipya, na sisitiza tu, na kuimarisha makusanyo mapato katika vyanzo vilivyopo ili kuboresha huduma kwa wananchi. Kuweni na utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa mapato ili kuepusha mivutano na wafanyabiashara. Kwenye kukusanya mapato kule, mfanyabiashara ukiongea naye vizuri, compliance inakuwa kubwa kweli kweli. Anajisikia ana wajibu wa kulipa kodi. Mkienda na manguvu na matusi na kunyang'anyana, na yeye anatafuta njia za kukukimbia. Ndio hizo risiti feki, sijui nini. Atazungumza na watu wenu momo, watengeneze mnyororo wa pembeni, alipe chache abaki nazo, na wakusanyaji wa pembeni wapate kidogo. Sasa urafiki na wafanya biashara. Bila biashara hakuna maendeleo. Tunaendelea kwa sababu biashara inatulipa, uwekezaji unatulipa, kodi zinalipwa, zinakusanywa, zinatumika vyema, ndo hayo maendeleo mnayoyaona. Ingekuwa kwa serikali kuu tunakusanya na kuzipiga mdomo, wala tusingeleta kule zikaja zikafanya maendeleo ya watu. Zingeletwa chache mno ambazo zisingeweza kufanya kitu. Lakini leo tunasimama kwa fahari kusema tumefanya kwa sababu fedha inakusanywa na inatumika vizuri. Sasa na nyie katika ngazi zenu kafanyeni hayo. Nihitimishe ndugu zangu. Nimalizie kwa kuwapongeza tena kwa mafanikio mlioyapata. Nashukuru kwa kazi nzuri na mchango mkubwa mlioutoa katika maendeleo ya nchi yetu. Hatuwezi kuzungumzia mafanikio ya serikali kuu bila kuzungumzia mchango wa serikali za mitaa. Najua baadhi yenu mwaka huu mtarudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa tena, kwa wale ambao wamekaa kwa nafasi za wananchi. Lakini najua pia kuna madedi wangu, wakuu wa wilaya, sijui wa nani, ambao wana hamu sana ya kurudi kwa wananchi. Nilimwambia katibu mkuu kiongozi, peleka sakula serikali za mitaa. Nadhani waziri mmeipata. Yoyote mwenye nia ya kugombea atuambie mapema, ili tumpandishe wa chini yake ashike ile nafasi. Hatutaki pale tayari fomu zinatoka, watu wote wanakimbia kwenda kuchukua fomu, na mnatuacha serikali za mitaa hazina viongozi, hazina wasimamizi. Mnabakia kujaza watu ambao hawana experience. Lakini tukijua mapema, tutatayarisha watu wa kujaza hizo nafasi, kuwapa miongozo, kuwafanyia mafunzo ili wawe tayari kukabiliana na uchaguzi. Sasa usipojisema mapema, ukija ukichukua fomu mbele, umekosa yote. Umekosa fomu, umekosa cheo, nafasi yako utaiacha. Ukituambia mapema, umekwenda kujaribu, umeshindwa, na wewe ni mzuri, tutakufikiria kurudi. Hukutuambia mapema,
Hukutuambia mapema, umekosa yote my dear. Umekosa yote. Kwa hiyo kajipimeni. Sitaki kuwaficha, kajipimeni. Hatutaki kufanya uchaguzi kwa kubahatisha. Tunataka kufanya uchaguzi tukiwa na watu makini kwenye field. Tukiwa na watu makini kwenye field. Kwa hiyo hilo nimesema ni waibie siri hapa, kama ni siri leo imekuwa dhahiri jamani, ni hiyo. Kwa hiyo wale wanaotaka kuomba ridhaa tena, nawatakia kila la kheri, na tuombeeni sote, tuombeane kila la kheri. Kote tunakopita tutembee kwa fahari, kwani kazi imefanyika ndugu zangu. Tumefanya kazi, na mimi fahari hii nawarudishia nyinyi mlioko kule kwenye field, nawarudishia nyinyi. Niwaombe tena, sasa hivi kuna mzunguko wa daftari la kupiga kura. Tuhakikishe watu katika maeneo yetu wanakwenda kuandikishwa, kwa sababu kama huko kwenye daftari huna haki ya kupiga kura. Ili upate haki ya kupiga kura lazima ukaandikishwe kwenye daftari. Kwa tusimamie watu kwenye maeneo yetu, tuhakikishe wanakwenda kuboresha taarifa zao au kujiandikisha ili wapate haki ya kupiga kura. Mwisho kabisa niwashukuru tena na nimuombe Mwenyezi Mungu aubariki mwaka huu, uwe mwaka wa kheri na mafanikio makubwa zaidi kuliko tulioyapata nyuma. Hasa Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa ALAT, baada ya kusema hayo, nitamke sasa kwamba mkutano wa 39 wa ALAT sasa umefunguliwa rasmi. Asante, naomba tusimame, makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Haya, tukae. Mheshimiwa Mwenyekiti, yale maombi yako nimeyabeba. Nimeyabeba. Na nawashukuru sana kwa tuzo mlionipa. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa ALAT, asanteni sana. Mungu awabariki, Mungu aibariki nchi yetu. Asante.